الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وشرع له الطهارة سبيلا للتكريم وجعل النظافة عنوان الإيمان القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل الطهارة شطر الإيمان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير الزاد، كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Khutba itakayoendelea leo katika baadhi ya majuma yaliyoko katika mwezi wetu wa Amu ni masala ya unwani ya tahara, kuhimizana katika masala kama haya kwa sababu ndiyo kiungo muhimu katika dini, ndiyo kiungo muhimu alichoambiwa Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kubashiriwa kwamba sasa wewe ni mtume, sasa wabelighishe ummati zako, akaambiwa wa thiyabaka fatahir. Hikma gani Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam wa thiyabaka fatahir? Yeye ni mtume, yeye ni mjumbe, afikilisha, asikilizisha risala itokayo kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia Jibril alayhi salam, lakini Mwenyezi Mungu amwambia wa thiyabaka fatahir. Hapa wanazuoni wameitukua tafsiri ya aya kama hii, wakaichambua wakatuambia kwamba tahara kuna sampuli mbili, kama namna ilivyoelezwa katika zitabu za fiqh. Kitabu chochote ukitaka kukisoma cha fiqh, kwanza kabla kuingia katika ibada ya kufundisha namna kushika udhu ya tahara, ndio ulama wanazuoni wa fiqh wakaigawanya fiqh kwa zigawanyo zitano. Wakamkiamkua kigawanyo cha kwanza ni tahara, ni fiqh al-tahara, fiqh tahara, kisha kuna fiqh al-ibadati, kisha muamalati, usra, talaka, janaya. Zote hizi ni zigawanyo za fiqh namna kuingia katika ibada. Kwa kuna tahara ya nguo, kusafisha nguo zako kama namna Mwenyezi Mungu atumwambia wa thiyabaka fatahir. Huwezi kufanya ibada ikiwa nguo zako hazina tahara. Ndio katika hini masala ya fiqh, ukitaka kuswali mpaka kwanza uhakikishe umetukua wewe mwenyewe mwili wako uko tahara, nguo zako ni tahara, pale mahala ambapo kwamba utakwenda kusimama na kusujudu na kurukuu pawe tahara, kisha uwe na tahara ndani ya mwili wako, tahara wa moyo. Na hii wanazuoni atuambia tahara wa kiwiliwili au tahara wa mahala wa nguo ni rahisi kusafisha, ni rahisi kuona kwamba nguo yako imekojolewa, nguo yako imetiwa haja kubwa, mahala ambapo kwamba wanda kusujudu kuna najisi yoyote, ni damu, ni choo, ni kadhaa, lakini utahara wa moyo hauonekani, na utahara wa moyo ni uzito kuusafisha. Sasa zigawanyo kama ziwili hizi wakatuambia kwamba tahara ya kiwiliwili ni haya tu yale nayo, mahala, nguo, lakini utahara wa moyo mpaka usafishe moyo wako ni hikdi, hasad, ria, ujubu, ambao kwamba binadamu hakuna dawa ama madaktari hawayazumbua dawa ya mtu kumwondoshea sifa ya uhasidi au sifa ya hikdi
au sifa ya riya na ujubu na mengineo ambayo kwamba ni mazito binadamu kuisafisha nayo, na ndiyo ambayo kwamba tunaoishi nayo katika mujtama. Sote tuna maradhi au tuna najisi ya haya mambo ambayo kwamba tumeyataya. Tuna hasad, tuna hikdi, tuna bughdha, tuna riya. Sasa tutasafisha namna gani mpaka tusiwe nayo hasadi, tusiwe nayo ujubu, tusiwe na kibri? Haya ni yale mambo ambayo kwamba Uislamu atufundisha. Ukitaka kutokuwa na hasadi ni kuwa na qanaa, kutosheka kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku. Hutokuwa na hasad, kwa sababu kia Mwenyezi Mungu amekuruzukia riziki yako yeo ni shilingi 100 mathalan, tena alhamdulillah, na ule amepata shilingi laki, alhamdulillah, ni riziki yake. Mwenyezi Mungu amemkadiria ule apate kingi, mimi Mwenyezi Mungu amekadiria hiki, alhamdulillah, si muhusudu, na yuwa ni utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni hasad. Al-ujubu kuiona pia ni kuingia na tawadhu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ameniumba ziungo zangu salama na mwandani wangu wa kadhaa, sina ndia kumuonesha, kuifakhirisha, kwa sababu si uwezo wangu kuinuka na afia na uzima. Lao Mwenyezi Mungu hakunikadiria kwamba nipate afia, ingalikuwa ni kama wandani wangu wameinuka ni wagonjwa, hawawezi, wana kadhaa. Lakini zote hizi ni utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukaangalia katika maisha yako, mimi naishi kwa kadri ya kiwango hiki ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amenipa. Mwingine Mwenyezi Mungu amempa kwa kiwango kikubwa, kwa alhamdulillah, ule hula riziki yake na mimi nala riziki yangu, aishi na mimi naishi, ndio itakuondoshea na itakusafishia maradhi ama najisi za ndani ya moyo. Kama namna tulenena, najisi ya kiwiliwili au najisi ya mahala yaonekana, utaiondosha isafishike. Mwenyezi Mungu aliponena wa thiyabaka fatahir, au katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia khudhu zinatakum inda kulli masjid, tukuani mapambo yenu. Kutukua pambo lako pindi uendapo msikitini ni kuinadhifisha, ukaoga, ukakata nyea ambazo kwamba hazitakikani kuweko katika kila wiki, ukaitia mafuta mazuri, ukaoga kwa sabuni yenye harufu mzuri. Ile ni kila mmoja aweza, lakini mambo haya ambayo kwamba ni ya ndani ya moyo ndiyo ambayo kwamba lengo tutakalo kulitanabahisha ni kitu kigumu mtu kuiondosha na au kuisafisha, na mambo kama haya tuliyataya. Ni uzito kwa upande fulani na si uzito kwa upande mwingine, ikiwa mtu hana pupa la ulimwengu, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam atufundisha pia kule kutokuwa na pupa na ulimwengu, japokuwa Mwenyezi Mungu atuambia wala tansa nasibaka minad dunya. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku, ishi kwa uzuri, kula, vaa, jenga, lakini usipitishe mipaka. Ikiwa wewe Mwenyezi Mungu hakukujalia ukundufu wa kimaisha, basi alhamdulillah, muangalie na ule aliyokotini yako naye aishi vipi, kwa sababu watu kuna sampuli tatu. Kuna mtu uko daraja ya juu kabisa, na mwingine uko kati na kati, na mwingine watatu wako ni ule aliyokotini yako kimaisha. Sasa wewe ipime uko katika daraja gani katika hizi daraja tatu. Maisha yako ni ya juu au katikati au ya chini kabisa. Kila utakapokuiona kwamba mimi maisha yangu ni haya, basi angalia na aliyokotini yako, ndio na wewe utakuwa watosheka kwa kile Mwenyezi Mungu alichokupa. Hutomhusudu, hutomfanyia hikdi, hutokuwa na ujubu, kwa sababu alhamdulillah, ikiwa ule amekula kizuri na mimi pia lakini nimekula, lakini angalia mimi nimekula, kuna mwandani wangu tini mpaka sasa hayatia riziki ya asubuhi, alhamdulillah. Ikiwa mimi nimelala kitandani, kuna mwandani wangu amelala kwenye boksi tiati, alhamdulillah. Kwa hiyo haitokupa kumhusudu aliyoko juu, wala hutokuwa na hikdi na ujubu,
kwa sababu umejua kwamba Mwenyezi Mungu hichi ndicho alinikadiria nikiishi nacho, na Mwenyezi Mungu yule aliyoko tini yako ndio alivyomkadiria kuishi. Kwa sote tutakuwa tukiishi sawa sawa. Ni maumbile tu, maumbo Mwenyezi Mungu ameyaumba, huyo awe daraja ya kwanza, ya pili na ya tatu, lakini sote ni kama wasafiri tulioko ndani ya gari. Kila mtu mtukua ndani yake, kuna tajiri, kuna maskini, kuna wakati na kati. Sote twaendeshwa na dereva mmoja. Ule atashuka mahala atakapo, ule ataendelea na safari, ule atashuka kadhaa, lakini sote twabebwa na chombo kimoja, nacho ni gari au ndege au boti. Hakuna tofauti ya baina tajiri na maskini kwa wale ambao kwamba wako ndani ya abiria, wako ndani ya chombo, isipokuwa tu ikiwa mtu ana uwezo ataruka kwa ndege ende haraka, mwingine atakwenda kwa gari, mwingine atakwenda kwa lori, lakini sote mwisho wake ndio wapi? Kila mmoja atasikilia. Sote twenda Mombasa, tajiri amesikilia kwa nusu saa, amesikilia. Mwingine amesikilia kwa masaa 6, lakini amesikilia. Mwingine amesikilia Mombasa kwa siku 2, lakini mwisho wake amesikilia. Kwa kila mmoja ile hadafu ya kimaisha ameyapata, ameishi mpaka riziki yake imekoma, amekwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe ambao kwamba riziki yako bado umeandikiwa uishi ule, waendelea na maisha. Hakuna hikdi, hakuna kuiona, hakuna chuki. Ndilo ambalo kwamba tunataka kutanabahishana katika juma la leo. Sisi binadamu taban tumeumbwa sote na Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu yafalu ma yasha au yakhluqu ma yasha, huumba atakavyo. Ameumba ule ni tajiri, mwingine ni maskini, mwingine ni kadhaa, mrefu, mnene, mwembamba, mweusi. Sote ni Mwenyezi Mungu. Hakuna aliopeka maombi kwamba mimi ya Rabbi nizaliwe nikiwa nina mali, au nizaliwe nikiwa mweupe au kadhaa. Sote alhamdulillah, kila alioumbwa ameumbwa kwa ahsani takwimu, kama Mwenyezi Mungu aliponena inna khalaqna al-insana fi ahsani takwim. Kwa hiyo namna utakavyokuiona kwamba wewe si mzuri, lakini Mwenyezi Mungu amekwambia wewe ni mzuri. Ukiangalia wewe na hayawani, nani mzuri? Ukiangalia wewe na nyani au kilugha nyingine akiamu yonda, wewe na yonda, nani mzuri? Alhamdulillah, ahsani takwim. Amejalia mato yako mahala pake, mdomo uko mahala pake, kila kiungo kiko mahala pake. Lao tuabadilishwa katiti tu, mdomo ukawa hapa, lakini mkono ukawa uko kwa nyuma. Ukitaka kutia tonge mpaka uzungushe wete mpaka utie tonge, ingalikuwa ni dharubu. Au mdomo uko nyuma, mikono iko hapa, wataka kutia tonge mpaka uzungushe uzengee, mdomo uko wapi, upapase uko huko ama uko huko utie. Lakini tumeumbwa fi ahsani takwim. Hii ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutufundisha sisi binadamu turidhike ikiwa Mwenyezi Mungu ametuumba kwa umbile zuri, na pia maisha yetu ameyafanya yende kwa ndia mzuri. Mwenyezi Mungu atuambia wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Sasa wewe ukitaka kufanya lazima wewe upate kadhaa, na Mwenyezi Mungu amekukadiria hicho alichokipata. Sasa wewe utakuwa washindana na maisha, washindana na Mwenyezi Mungu. Kwa nini mimi nikapata leo shilingi 100 nisipata shilingi 1000? Ndio kadar. Mbona hunene? Kwa nini mimi Mwenyezi Mungu ameniumba ni mnene asinifanye mwembamba? Huwezi hata ukataka. Na pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amekukadiria upate, ndicho hiko, huwezi kukimbilia zaidi. Ndio katika hadithi al-Qudsi Mtume alayhi salatu wasallam atuambia, lao watu wote ulimwengu mzima, pengine ulimwengu ni kitu ghairu taswir, lao watu wa amu wote wafanya mchango kutaka kukunufaisha wewe utajirike, uwe ni tajiri katika amu, madamu hukuandikiwa ni tajiri, hutajiriki. Na kinyume chake tukakusanyika sote kutaka kumdhuru mtu fulani mmoja toadhurike, maisha yake asongonyeke au awe kadhaa, madamu Mwenyezi Mungu hakujalia adhurike, hatuwezi kumdhuru. Na haya ni mistaqi ya kisa cha Mtume alayhi salatu wasalam alipotaka kugura kwenda kutoka Maka kwenda Madina.
Makureshi yula kwamba wana uwezo kimali, wana uwezo kiafia, wana uwezo kiwingi, wakaona kwamba huyu Muhammad ataka kutukimbia kutoka hapa kwenda Madina, basi ngoja tumringize, tumuue, tuimalize ile risala yake. Ndia ya kufanya ni kitu gani? Ni kukusanya kila barobaro katika barobaro wa Maka, ama kila kabila atolewe barobaro mmoja mwenye nguvu, ashike silaha kali, wairingize nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam. Akitoka apigwe dharba ya mtu mmoja, watu wengi lakini wote wafikiane kwa mara moja wampige. Wakaona wakifanya hili ndio itakuwa ni dawa, na familia ya Mtume alayhi salatu wasalam hatoweza kupigana na makabila yote haya, kabila moja kwa makabila 10 20 hatoweza. Itakuwa basi imekwisha na ile risala au ile udhia ambao kwamba tuupatao kwa bwana Mtume alayhi salatu wasalam kwa maoni yao umekwisha. Lakini Mwenyezi Mungu hakukadiria zile njama zao zifaulu, akamteremshia wahi Mtume alayhi salatu wasalam kumwambia kwamba kadhaa, kuna amri kadhaa, akamwambia asome waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yabsurun. Akapita na wao watoka wamekoboa mato au wengine wamelala, na huku Mtume afungua mlango awapita wale makuresha ambao kwamba ni aadaillahi, asikilia mpaka masafa marefu hawa, huku Mwenyezi Mungu akiwapa fahamu ama akiwazundusha, wakiangalia bado kuna giza, akiangalia mwanga katiti umetokea alfajiri. Mmoja kanena hapa si kawaida. Kiangaliana nyuso zao, wengine wana mitanga, wana mavumbi ya mitanga. Jamaa, sisi tumepitiwa na usingizi. Angalia, kila mmoja amelala hapa, kila mmoja ana vumbi, lakini kila akiangalia wana bado shwari, nyumba hakuna harakati. Jamaa, hala tuangalie huyu tumngojao huko ndani ama bado wametoka, kwa sababu si kawaida. Huyu lazima saa 11 au kabla hayakupamba huko wameshakwenda msikitini. Kila akiangalia katika tundu za nyumba uona mtu ulele katika kitanda na amefinika. Jamaa huko ili na hii huku Mwenyezi Mungu amempa hikma, akata masafa, asikilia mbali, na hawa bado hawayatia tanabuhi kwamba huyu mtu tumzengeao hako, mpaka akitanabahi wakiona kwamba si kawaida huyu, mpaka kumetoka yua uko ndani ya kitanda tu ulele, ukabidi uvunde mlango. Kwa bahati mzuri hawakufanya haraka kumpija, wakishika barshita kifungua siye ule wa mzenge yao. Yote haya kwamba Mwenyezi Mungu hakujalia au hakutaka kwamba waweze kumuua Mtume alayhi salatu wasalam, yule kwamba amepanga njama na hikdi na makri, lakini Mwenyezi Mungu hakuwa pamoja na yeye. Kwa maisha ni haya ambayo kwamba tuendao nayo, kila mmoja ameandikiwa na riziki yake. Tufanye bidii kwamba kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia tutosheke nacho, tumwambie Mwenyezi Mungu alhamdulillah ala marzaktana, na kutaka kwamba na ule mwandani wako ndio ameruzukiwa na yeye alhamdulillah, japokuwa iko kutamani, kama namna Mtume alayhi salatu wasallam atuambia kuna hasad, kuna na ghibta katika dini. Ukimwona mwandani wako husoma uzuri, ana ilmu, ana kadha, ana mali, ukatamani siku muondoshea, kwa sababu hasad ni kwamba ile neema ambayo kwamba anayo, basi wewe ukatamani yeye asipate na mimi nisiipate. Hiyo ni hasadi kubwa na ndio hatari. Mwandani wako Muislamu apija shahada, aswali, Mwenyezi Mungu amemneemesha, wewe kama washindana na Mwenyezi Mungu, kwa nini kumneemesha kama mtu kama huyu? Kwa hiyo hii neema ambayo kwamba anayo asipate, hata kama mimi siipati, ile ndio hasadi mbovu. Lakini hikdi ama kutamani Mwenyezi Mungu amempa mali, ya Rabbi na mimi nipate mali kama yeye. Ikiwa yeye hufanya kadhaa na mimi nami nifanye kwa upande mwingine. Ikiwa huyu ni alima asomesha, na mimi niweze kusomesha kwa upande mwingine. Huyo ana sauti mzuri akisoma avutia, ya Rabbi najalia na mimi niwe na sauti mzuri niweze na mimi kuwanufaisha wengine. La takikanwa katika dini, lakini hasad asipate na wewe usipate
Ni kama kile kisa ambacho kwamba chaambiwa ama chatolewa katika mifano kama haya. Mmoja alitaka kujua baina hasidi na bakhili nani muovu zaidi. Taban bakhili ni kwamba yeye anacho, lakini katika kutumia kwake hufanya masrufu, hufanya economy. Na huyu ni hasidi, hataki neema alionayo mwandani wake naye awe nayo na mimi nisiwe nayo. Sasa muovu zaidi katika hawa watu wawili ni nani? Bwana kaambiwa wafanyie mtihani, na yeye mwenye kufanya mtihani akawa anacho, akawakaetwa baina hasidi na bakhili. Kwanza mtihani interview, akaambiwa huyo hasidi, wewe tutakupa khiari, utaue utakacho katika ulimwengu, utakacho tutajaribu kukupa, ikiwa wataka mali, wataka gari, wataka kadhaa, lakini kwa sharti kila ukitakacho wewe na huyu mwandani wako tutampa ziwili. Sasa ule ni hasidi, kafikiria nikitaka gari huyu atapata magari mawili, nikitaka nyumba ya ghorofa 20 huyu atapata 40, nikitaka kadhaa, yani kila kisawiri nitake kadhaa ili na mimi nitosheke, lakini yeye humfikiria huyu mwandani wake atapata zaidi. Akafikiria ni kama ile namna Mwenyezi Mungu ananena thumma fakkara thumma qaddara thumma abasa wa basar, mwisho akanena in hadha illa sihrun yuthar. Hakuweza kuikosoa Qur'an, kana hilo ni uganga. Na huyo bakhil hasidi hakuweza kutaua kitu kizuri ambacho kwamba kitanufaisha yeye, akanena mimi nitoani itomoya, na nakitolewa itomoya mwandani wake atafanywa nini? Tatolewa ito mawili. Sasa mwenye hasara ni yeye, atakuwa na ito moja, huyu mwandani wake atakuwa hana mato mawili ya kuona. Sasa jamaa akazunguka na angalia sifa ya hasidi, hakuona kutaua kitu chochote kizuri katika ulimwengu. Amekhtari kwamba yeye akose ito moja, lakini huyu mwandani wake akose mato mawili. Hii ndio hasara ya mtu hasidi. Mwenyezi Mungu asitusikilizishe hadi kama hii, ni kumuhusudu mwandani wetu na kushindana na neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemneemesha ule mwandani wetu, kwa sababu yeye ameneemeshwa. Hakutaka au hakuna mtu aliofanya kadhaa mpaka akasikilia daraja hili. Yote hizi ni utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu akimkadiria, nena alhamdulillah. Na mwandani wako ni muombe Mungu, Mwenyezi Mungu ampe hidayah au atumie kwa uzuri. Na mimi Mwenyezi Mungu akiwa ameniruzuku na ninacho, tusaidiane katika kupeka hili gurudumu la Uislamu mpaka Uislamu utakapokutusikilizishia. Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa haya machache ambayo kwamba tumetambahishana. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا والد له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها. ونشهد أن حبيبنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا يوم الزحام، يوم تزل الأقدام، محمد خير الأنام، عليه من ربنا خير الصلاة وخير السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه مهما ذكره الذاكرون ومهما غفل عنه الغافلون ومهما حقد عليه الحاقدون ومهما كتب عنه الكاتبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حق قدرك ومقدارك العظيم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فإن تقوى الله هي سعادة للمؤمن في الدنيا والآخرة، وبغير تقوى الله يعيش في ضيق في الحياة، ولا يرتاح له بال، ولا يتلذذ بدنياه، ولا يسعد بآخرته من غير تقوى الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث اليوم في هذه الدقائق القليلة تحت عنوان الإسلام دين النظافة. نعم، شعار الإسلام النظافة. الإنسان المسلم لا يمكن له أن يعبد ربه إلا إذا كان ثوبه نظيفا.
ومكان الصلاة التي يصلي فيه نظيفا، فأوجب الله عليه الوضوء والاغتسال، وأوجب الله عليه لبس أحسن الثياب، فلا تصح العبادة إلا بهذه الشروط. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هكذا تكون شعائر الإسلام، بطهارة ظاهرية وبطهارة معنوية. يقول المفسرون عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلماء: نزلت هذه الآية ردا على المشركين والكفار في مكة الذين كانوا يطوفون بالبيت عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، زعما منهم أنهم يقولون: لا نطوف بالبيت ونحن نلبس ملابسا قد عصينا الله فيها، فيأتون إلى بيت الله الحرام وهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، رجالا ونساء. الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل. قال ربنا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تعلو أصواتهم ويسفقون بأيديهم ويصدرون أصواتا ويقولون إن هذه عبادة، ولا تكون أبدا عبادة بهذه الطريقة. فالله جل وعلا يريد قلوب، ولا يريد تصفيقا ولا أصواتا عالية. أحباب رسول الله، نزلت هذه الآيات حتى تجعل للمسلم وقارا، حتى تجعل للمسلم أن يستر عورته أمام ربه، فيكون في قيمة عالية بين الإنسانية كلها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه هي عظمة الإسلام، هذا هو الدين الصحيح الذي أتى به سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، جلس سيدنا رسول الله ذات يوم بين أصحابه، وجاء إلى المجلس رجل ثائر الشعر، شعره غير نظيف غير مساو، لا يصلح من شأن نفسه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم الرجل وذهب إلى بيته فأصلح من شأنه ولبس أحسن الثياب، ثم جاء يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يأتي سائر الشعر كأنه شيطان. وصف هذا الخبيث، هذا الذي لا يصلح من شأن نفسه ويدعي أنه زاهد في العبادة. هذا ليس زهود، إنه فهم خاطئ للإسلام أن يلبس ملابس ممزقة وأن يكون سائر الشعر وملابسه متسخة ويدعي القرب من الله. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا النظافة، يعلمنا الاعتناء بالنفس، فيقول لرجل آخر وجده يلبس ملابس رسة
ملابس ممزقة وعليها من الأوساخ الكثير، فيقول له: يا هذا ألك مال؟ قال: نعم يا رسول الله، عندي إبل وعندي غنم وعندي أموال كثيرة. فقال له: يا هذا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. الله أنعم عليك، فاتخذ لنفسك ملابس جميلة نظيفة تعبد الله فيها وتمشي بها بين الناس. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. إن الله جميل يحب الجمال. ذهب الإمام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه مرة حتى يجادل هؤلاء الخوارج، فلبس ملابس يمنية جميلة جدا، وذهب إليهم يحاورهم، فقال له أحدهم: يا ابن عم رسول الله، أو تلبس هذه الملابس الغالية؟ فقال: أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن من هذه الثياب. إنه دين النظافة، إنه دين الاعتناء بالظاهر والاعتناء بالباطن أيضا. فإذا أراد الله أن ينظف ظاهرك فلا بد أن تجتهد أنت في أن تنظف قلبك من الأحقاد ومن الغل ومن الكراهية ومن العداوة للآخرين، حتى تأتي إلى الله جل وعلا بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم في مسجده ومعه أصحابه، فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيدخل رجل وقد تقاطر الماء من لحيته وهو متوضئ، ثم يجلس مع الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي اليوم الثاني فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيدخل نفس الرجل. ففي اليوم الثالث يحدث هكذا. فسيدنا عبد الله ابن عمر يقول: لأتبعن هذا الرجل حتى أرى ما الذي بلغه هذا المنزل العظيم، كثرة صلاة أم كثرة تهجد بالليل وقراءة للقرآن أم كثرة الصيام. لا بد أنه اجتهد في عبادة بلغته هذا المنزل. فذهب إليه وقال: إني أريد أن أنزل ضيفا عندك. فقال له: لا بأس. فوجده يصلي العشاء ثم ينام، فيأتي إلى صلاة الفجر فيستيقظ فيتوضأ ويذهب إلى المسجد فيصلي، وهذه حياته حياة بسيطة جدا. فقال له: أبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يدخل عليكم الآن رجلا من أهل الجنة، فأنت الذي دخلت علينا ونحن جلوس، فأردت ماذا تفعل في عبادتك؟ فقال: يا هذا، إني ما أفعل إلا ما ترى، ولكني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا كراهية لأحد. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديننا دين النظافة، النظافة الظاهرية والنظافة الباطنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وأخص بالذكر منهم صاحب رسول الله في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي رضي الله عنه رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، رضي الله عنه، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن آل بيت رسول الله، وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعن آل بدر، وعن أصحاب رسول الله أجمعين. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج لمقابلة الوفود إلا بأحسن الثياب، وكان يخصص لذلك ثوبا من أعظم ثيابه يلبسه حتى يقابل فيه الوفود ويخرج إلى الناس، وقد كان أفضل وأطيب منهم في وضع العطر وفي لباس الثياب النظيفة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة في منتصف الشهر، والقمر مستدير منير، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد وجدت وجه رسول الله أفضل عندي من القمر. إنهم الصحابة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشوا على خطواته في كل جلساته وفي كل مشيته وفي كل شيء يفعله. اللهم اجعلنا من الذين يقتدون به حق الاقتداء. اللهم اجعلنا من الذين يتأسون بحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا لا نضام ولك الأمر ولا ننكشف وأنت الستار ولا نعذب بالنار وأنت الغفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم ببركة رسول الله يسر أعمالنا. اللهم ببركة رسول الله استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ببركة رسول الله يسر لنا أحوالنا وأرجعنا إلى بلادنا وردنا إلى بلادنا مردا جميلا، وردنا إلى الإسلام وإلى رحابك مردا جميلا. أحباب رسول الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.